Na mifano tumeiona kwenye udhamini, unaelewa? Klabu moja yani mdhamini mmoja anadhamini klabu zaidi ya klabu 6 mpaka 7. Effect yake tumeiona inaanzia kwenye usajili. Simba sajili nyingi za wachezaji ambao wanatoka kwenye klabu kudhamini na JSM zilifungiwa. Haya, tumekuja kwenye uendeshaji wa ligi. Mwalimu wao kazungumza kabisa kwamba we don't get what game intense. Timu yake haipati game intense inapokutana na baadhi ya vilabu. Ndio iliyopelekea Yanga kufeli katika mashindano ya kimataifa ya Arsenal. Kwa hiyo sio sisi. Kwa hiyo ni swala lina effect ligi yetu. Sasa sisi kwa sababu ni wakubwa, sisi tumeamua kulibeba kulishiku. Sawa nani biashara. Sisi tuko tayari, lakini tunachotaka haki itendeke. Kwa hiyo sisi tuko tayari, yani juu ya swala hili tuko pamoja na viongozi. Sisi kama wanachama sawa wa Simba tawi la Kalunga sisi tuko tayari. Tuko pamoja na viongozi wetu. Ni afadhali tusicheze hata ligi yenyewe. Sio mechi hii. Hata mechi zilizobaki zote tusicheze. Mko tayari? Tuko tayari. Tuko tayari. Ndio lazima mtaitoa. Tukishusha daraja tutapumzika mwaka mmoja, mwaka unaofuata tutaendelea na tutapanda daraja tutarudi. Kama mtayakuta yale utaratibu utakuwa ule. Utaratibu utakuwa ule. Goma mnashuka. Na Goma au tunahama na ligi yenyewe. Kwani ililalo Mdumani anashinda ligi wapi? Anashinda ligi Sudan. Kwa sababu ya vita na basi na sisi kwa sababu ya vita ya Yanga. Unaelewa? Vita ya Yanga na JSM tuko tayari kuachana na ligi yenyewe. Mmekubali kushindwa. Tuko tayari kabisa. Sawa. Jimmy, kwenye hiyo barua ya klabu ya Simba imeainisha kwamba waliweka pale kwamba meneja wa uwanja hakuwa na taarifa za Simba kwenda pale kufanya mazoezi. Hakupata taarifa kutoka kwa kamishna wa mchezo. Taasisi kama klabu ya Simba kutokutoa taarifa kwamba walienda kwa mazoea ama kuna sintofahamu hapo? Hapo kuna sintofahamu. Kuna sintofahamu. Alafu kanuni, kanuni iko wazi kwamba timu inatakiwa ikafanya mazoezi kabla ya siku moja ya mechi. Na muda ni ule Simba mechi sasa. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa jana kwa sababu taarifa kwa kama Simba hajafanya. Ina maana ile ni kauli ya meneja, yeye anasema hana taarifa. Anakosaje taarifa? Yaani uwerevu wa viongozi wa Simba usinde kupata taarifa kwamba bwana Simba sio tunaweza kufanya mazoezi. Hiyo inafikirisha. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kufikirisha. Kwa hiyo inaonekana wote bodi ya ligi, TFF pamoja na viongozi wengine wote wako hivi wako na Yanga. Sasa Jibi, ni kweli kwamba mngefanya mazoezi jana ilikuwa inatosha kukamilisha maandalizi ambayo nimeyafanya takriban miezi 4 nyuma? Yaani taratibu tu. Ni taratibu. Kuhusu mechi siku tayari. Jibi, hiki kinachoendelea. Kuhusu mechi siku tayari. Jibi, hiki kinachoendelea kwa upande wa mashabiki ambao wametafsiriwa kuwa ni mabounsa walinzi ambao wamepelekea hii sintofahamu kutokea kwa upande wenu, ambao ni kadhia ambayo imetia doa kwa namna moja ama nyingine baadhi na ukubwa wa klabu kama Simba. Pengine wewe ni shabiki na wanachama, lakini vile vile mwenyekiti wa influencer wenzako, unawaigani kwa watu mashabiki ambao sina imani kama mmechaguliwa kuwa na jukumu ya ubounsa ndani ya klabu hizi mbili? Kwanza ni kitu cha ajabu. Yaani kuwa na mabounsa ni kama komando. Yaani mtu anajiita komando wa Yanga. Bunduki kwa wapi mabomu kwa kuzunguza jeshi squad. Yaani kitu bado hata huko Ulaya useme usizoendelea mafunzo yanapatiana. Yaani wakisikia kwamba bwana timu ina makomando, makomando wamezuia timu fulani sasa kufanya mazoezi. Yaani vitu vya aibu sana. Yaani hapo unaona kabisa uwekezaji hauwezekani ndani ya klabu. Kwa sababu gani? Mimi nilishazungumza jamani, we going to transform this team. So we must transform us first. Kitu tulikuwa tunaongea kila siku. Tumeamua kuvibadilisha hivi vilabu